Kenani, kwenye ziara zako hizo unachokifanya ni unajipaka mavi. Unachokifanya ni unajigonga mwenyewe muhuri wa Kaini utakaorahisisha kila mtu akuone kwa urahisi saa ya kisasi cha Mungu. Kama wasemaji wasemavyo, pembe haijifichi, kikohozi akijifichi, kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Hakika tutasikia mengi, tutaona mengi. Hii lugha imeonyesha dhahiri, imemaanisha wazi, na ilipokuwa inaongelewa hivyo ilikuwa na kamsisitizo fulani ka wazi kwamba CCM hatujali ushauri wa watu au maoni ya watu, lakini mbele pana kaneno kameingizwa kwamba hatuko tayari kubezwa. Sasa sijui ni damu zinazunguka sana kichwani, ndo maana mnakuwa mjui hata kubezwa nini. Huwezi ukakataa watu wasikubeze ikiwa unafanya mambo ya hovyo. Yaani sawa na kumwambia mtu mi siko tayari kudharauliwa. Utadharauliwa ikiwa utafanya mambo ambayo unatakiwa udharauliwe. Bibi wa Taifa mae kusema, nimenukuu mara kadhaa, kwamba heshima impasi mpumbavu. Huwezi ukaheshimiwa kwa sababu umejiandika jina, mimi ni wa kuheshimiwa, ni heshimuni. Sasa mimi nimeshauri mara kadhaa, nimesema kwa nini tu musinge nyamaza? Kwa sababu mnavyoongea mnatia pilipili kwenye kidonda. Na wahakikishia hawa watu, sisi watu, mkiendelea kutuudhi na kutuumiza zaidi, na wahakikishia tutachukua hiyo hatua mnayodhani hatuwezi kuchukua. Tutachukua kwa sababu maumivu yakizidi tutachukua, na wahakikishia anyway, kama lengo lenu ni hilo, kazaneni sana. Butiku, mzee Butiku, pamoja na kwamba amezungumza kwa hila kubwa, yani nia yake ni kutufanya tuone watu waliouawa ni sisimizi, tuachane nayo, tuendelee na maisha. Lakini wasemaji wanasema hata saa mbovu kuna wakati naongeaga kweli. Lile jambo aliyosema acheni kuzunguka kufanya mikutano, watu wako kwenye misiba, watu wana maumivu, hakuna jema mnalolifanya linalofanana na damu mlizomwaga. Lile hiyo hata saa mbovu mungeisikiliza. Anyway, hebu tumsikilize huyu, ona haya aliyoyasema, alafu nitaongea kidogo kwa habari ya huyu bwana, lakini pia kwa habari ya hicho kinachoitwa mikutano ya Kenani kiongozi. Asante, tumsikilize huyu bwana. Chama cha Mapinduzi hatujali kukosolewa wala hatujali kushauriwa, kwa sababu anayekukosoa na anayekushauri, kama ana nia njema, unajifunza jambo. Na chama hiki kimedumu miaka yote hii kuliko vyama vingine Afrika kwa sababu ya kukubali kukosolewa, kwa sababu ya kukubali kushauriwa na kuchukua ushauri wa wakosoaji na washauri. CCM oyee! Lakini chama hiki cha Mapinduzi hakipo tayari kuyumbishwa, hakipo tayari kubabaishwa, hakipo tayari kubezwa. Nimekuwekea aka klipu. Kiukweli kuwasikiliza watu wa CCM unahitaji mapafu, kwa sababu wamejichora damu. Nguo yao inaonyesha kama nyoka
wa kijani ambaye anaishi ndani humo mulimo. Kila wanaloongea linafanya uwe na uchungu zaidi, lakini tutaendelea kwa sababu sasa ndio hao, na wakati mwingine tupo duniani kwa ajili ya kunyoosha panapopotoka au kushughulika na jamii, kuitazamisha kwa namna mambo yanavyotakiwa kuwa. Kiukweli maneno hayo ukiangalia, kwanza unaona watu wao wenyewe hata wakiwaseti kwamba mkashangiliage, yani kuna mahali wanajisahau, kwa sababu damu ni nzito kuliko maji. Mioyo sehemu ya hao wana CCM, pamoja na kunufaika na uuaji, lakini mioyo yao inawaambia hapana. Kwa unaona muda mwingi tu wanashangaa tu, lakini msemaji mwenyewe unamwona akifika kwenye pointi ya uhalisia wa alivyo, kwamba hatupokei ushauri, hatupokei maoni. Pale ndo unaona kabisa anafanana, akikosea, akijikuta amekosea, ameingia huko, akiingia tunakubali kushauriwa, tunakubali kufundishwa, unamwona kabisa kapoa, hatuko tayari kubezwa, unaona kabisa ndio huyo, ndo hivyo. Sasa kubezwa, aise, nyie vichwani nadhani kilichojaa ni damu tu, damu kimejaa damu. Mtu asikubeze kwa upumbavu wowote. Munakubali ushauri, mnapokea maoni. Kilichofanya muue maelfu ya watu mlioua ni nini? Hamkuambiwa kwamba acheni hiki na hiki kitapelekea watu wawe na hasira. Tumesema mara ngapi kuteka, kuua watu kwa namna zile mlizoua na kuwapoteza kabla ya tarehe 29? Haukuwa ushauri huo? Anyway, kwa sababu nyie mmesema hao wote ni sisimizi, ni wahalifu ambao kwa sheria zenu nyie wahalifu wa aina hiyo mmesema mara kadhaa, adhabu iliyowapata iliwastahili kwa sheria zenu ninyi, wahalifu wasio na silaha, wasiojihami kwa silaha, wasiokabiliana na askari kwa silaha. Askari, adhabu inayowastahili watu hao ni kuuawa kwa risasi. Muna CCM, nyamazeni, nawambia nyamazeni. Chukueni hizi damu mlizomwaga, ziwekeni kwenye mikate, kwenye chipsi, kwenye nyama choma, au chukueni kwenye kikombe, kunywa na nyama, kunywa na ugali, kunywa na wali, kunyweni hizi damu kimya kimya, mkizinywa mbele za adhara hivi. Twende mbele, kwa sababu sasa mungekuwa mnapokea ushauri, mungepokea ushauri huu. Kaeni kimya, kunyweni hizi, hakuna mnachosahihisha. Huyu kijana Kena ni kiongozi, hakuna jema unalifanya, linafanana na damu. Yani mtu uue ndugu yake alafu uje umkemee RMO, umkemee sijui nani, wapeni dawa hawa, wamama wapeni bila gharama. Yani means uhai wa mtu unafanana RMO kwenda kutoa Panado. Utamkemea nani? Atende mema gani yanafanana na uhai mliouondoa? Kenani, unajipaka mavi. Kenani, unajichosha tu hayo unayofanya. Kenani, unajigonga muhuri utakaosomwa kirahisi na mtu yoyote, saa ya kisasi cha Mungu. Acha hayo unayofanya, unapandisha hasira zaidi kwenye mioyo ya watu.
hakuna jema linafanana na uhai muliondoa. Si mmeondoa uhai wa watu kwa ajili ya rasilimali zenu, ili muzitindinganye na kuzibananga na kuzibagaza kwa namna mnayotaka. Si tumekubali? Kuleni hizo mali, kuleni, kaeni juu ya damu, kuleni, wekeni damu humo ndani, kuleni hizo mali, kuleni kila mahali, zipakeni damu kila mahali, kuleni kimya kimya. Nasisitiza, hakuna wema mtatufanyia. Ni dharau kubwa kuonyesha kuna mema unanifanyia wakati umeua mwanangu, umeua mume wa mtu, umeua mke wa mtu, umeua mzazi wa mtu, umeua dada kaka wa mtu, mdogo wa mtu. Hakuna wema mtafanya. Kakaeni nyumbani. Saa mbovu kuna wakati naongeaga ukweli. Butiku aliyowaambia acheni kuzunguka, hilo msikilizeni. Hayo mengine aliyojituma au mliomtuma, hayo hayawezekani. Maridhiano, magereza, mahakama, polisi zipo kwa ajili wale walioko magerezani. Hawajaua watu wengi kama nyie. Hakuna sheria inayosema mtu akiua watu wengi huyo mkae muridhiane, ila ambaye hata huenda atakuwa hajaua ndo moja kwa moja asomewe hukumu ya kifungo cha adhabu ya kunyongwa au kifungo cha maisha jela. Hicho ambacho ndo likuwa dhumuni la propaganda na ye ndo lolololo. Sasa sio polepole, lolololo zote zilizopiga Butiku nia yake ilikuwa ni maridhiano, kwa sababu hata Polepole alisema, hata wote tulijua kwamba mkimaliza kuua na kufanya yote mnayofanya mtaanza kuzunguka maridhiano. Ridhianeni wenyewe, kuleni wenyewe. Haya, iki nyie mumeua, sheria zikae chini, katiba ikae chini, mulioua wengi nyie turidhiane. Sio kama hata kama kuna maridhiano, mulioua watu kwa namna isiyo stahili, kwanza mukae jela. Mukiwa jela kule ndo tuone kwamba hakuna faida tutakayopata kwa nyie kukaa panapo wastahili, ndipo tuwe tunaridhiana ili pengine tuwaache. Lakini muruhusu serikali ya mpito. Ruhusuni, kwa sababu wastaarabu huruhusu wenyewe jambo jema. Ruhusuni serikali ya mpito ambayo ndo inaweza ikasimamia hata hayo maridhiano, ambayo inawezekana kabisa tukafika mahali tukasema tu, kwa kuwa mmeamua kuachia hizi nafasi, basi pengine tusiwaue, msipate adhabu ya kifo ambayo ndo iliwastahili, mubaki hai. Lakini itakapotumika njia ya kisasi cha Mungu, nawahakikishia itachukua ninyi na watoto wenu na wazazi wenu na wake zenu na ndugu zenu wote walionufaika, waliokaa kimya, ambao hawakuwa wazi kuwapinga na kuwashinikiza watoto wao, dada zao, mama zao, kaka zao, wazazi wao. Musijiuzuru, musitoke kwenye nafasi za damu, kwa sababu mtoto, mzazi, mume, mke, ndugu yoyote ambaye atakuja kueleweka kipindi cha kisasi cha Mungu ni yule ambaye alikuwa wazi kumtaja baba yake, mama yake, mdogo wake, mtoto wake, mzazi wake kwa jina na kumwambia jiondoe kwenye nafasi ya damu, mimi usinipe chochote katika posho, mishahara na pengine na wizi wowote utakao kuwa unaiba kwa sababu ya madaraka na mamlaka ya damu. Huyo ndiye ambaye anaweza akaja kunusurika. Lakini mwingine yoyote ambaye atakuwa anasema tulikuwa tunamwambia baba, tulikuwa tunamwambia watoto, tulikuwa tunamwambia dada zangu, kaka zangu kwamba jamani hilo ni baya, hatasikilizwa. Kwa sababu tunajua jeuri yenu, pia ndugu zenu wanawapa moyo, wanawambia tunawaombea, wanawambia kwamba hiyo kazi nzuri,
Na pia wengi tunakutana nao mitaani, wanatembelea gari fulani, mnaishi kwenye nyumba fulani ambazo sisi kwa ujumla tunaiona ni damu. Hizo gari ni damu, hizo nyumba ni damu, zimejaa damu ndani, zimepakwa rangi ya damu nje, zimetokana na damu, zinaendeshwa kwa damu. Tafadhali CCM, nyamazeni, nyamazeni, kuleni kimya kimya, tutapata jibu sahihi. Kama sivyo, narudi tena kuambia, acha inyeshe tuone patakapovuja. Imenyesha, pamevuja, damu zimemwagika, sawa. Imeisha sasa, inaendelea kunyesha. Acha inyeshe tuone patakapovuja. Anyway, hongera na asante kwa kunisikiliza.